Wanasema wasanii ni vioo vya jamii, na yote wanaoigiza tunaambiwa yapo katika jamii inayotuzunguka. Na sasa ni miaka kadhaa imepita, tumeweza kuona filamu nyingi sana zikizungumzia kuhusiana na vyama vya kupata pesa. Hivi unafikiri ukiniua mimi ndio mwisho wa chama? Je, hiki ni chama gani? Na je, kuna ukweli wote kuhusiana na hiki chama? Na kwa nini haya masharti? Unatakiwa utembee na mama yako. Na swali la mwisho niweze kuuliza kwamba je, kuna umuhimu wa kuwa na pesa nyingi kweli kweli lakini pia hauoni la yake ya kuwa nazo? Naomba uweze kunijibu hapo kwenye comment, alafu kisha niweze kukualika. Hii inafahamika kama Big Boss Season 2 ambayo imeweza kuletwa na Clam Vevo. Kupitia hapa nitakufahamisha vitu vingi kweli kweli, ambapo nitakujuza kuhusiana na nini kinachoendelea, kwa nini hii movie na ilikuwaje kuaje, maana kuna watu ambao bado hawaelewi kabisa kinachoendelea. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Focus SMPK, ambao utapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia ni kipi kinachoendelea, yapi yaliyojili na kipi kilichopo ndani ya movie hiyo. Basi nikualike kwa kwanza moja kwa moja. Kwanza, hii ni moja kati ya filamu ambayo inaonyesha jinsi gani ambavyo kuna ulimwengu ambao watu wanaishi ulimwengu wa kitofauti kabisa. Ulimwengu naweza nikasema ulimwengu wa giza, hasa katika dhana ile ya kupata pesa za Freemason. Ndio lengo dhahiri la movie hii, ambapo lengo kubwa lakini inaonyesha kwamba jinsi gani ambavyo mtu anakuwa anamiliki pesa lakini hana amani, na zile pesa anazoishi nazo haziwasaidii hata ndugu zake. Huenda kuna watu ambao kwenye jamii yetu wapo kweli wanaishi, unakuta ana pesa nyingi sana lakini wazazi wake hawahudumii hata kidogo. Lakini pia katika movie hii utapata nafasi ya kuweza kuona jinsi gani ambavyo kijana mdogo kabisa ambaye anafahamika kwa jina la Clam Vevo, jinsi gani alivyoishi wakati akiwa mdogo, alivyokuwa mama yake alihangaika sana ili kusudi yeye aweze kufika mbali, lakini mwisho wa siku hana msaada wote ule katika maisha yake. Hii ndio Big Boss Season 2. Big Boss Season 2 inakuja mara tu baada ya kutamatisha movie iliyokuwa inafahamika kama Skitu, na mara tu baada ya kuona kwamba ile Big Boss Season 1 ilikuwa inapendwa zaidi, basi wakaona ni vyema waweze kuleta hii hapa Season 2. Sasa katika hii Season 2 bana, kuna vitu vingi kweli. Kwanza inavyoanza inaonyesha ya story nzima ya mara ya kwanza kabisa ile ilipoishia, kwa sababu wamejaribu kufix story ya zamani ambapo ilivyoanza kwamba jinsi gani ilivyokuwa na namna gani. Lakini katika hii inakuja kuonyesha jinsi gani ambavyo Mwamba mwenyewe alihangaika sana, kwa sababu kapewa masheti magumu sana. Shoti la kwanza anatakiwa kuweze kulala na mama yake. Sasa katika ile episode ilipoishia, episode ya kwanza ilipoishia, iliishia wakati inabidi aweze kwenda kule nyumbani, lengo ikiwa ni aende kulala na mama yake. Lakini kumbuka ni kwamba pesa zake zile ni kwamba zina masharti, na jinsi ilivyo anashindwa hata kumsaidia kijana wake. Lakini kafika wakati ambao mama yake anachukuliwa, anapelekwa huko anapelekwa huko kwenye kituo cha polisi ili kusudi kuweza kukamatwa aweze kulipa deni ambalo anadaiwa na mwenye duka. Kumbuka amekuwa akikopa vitu vingi sana na amekuwa na shida, lakini jinsi alivyomlea huyu mtoto wake kiukweli amemlea kwa shida sana, lakini mtoto wake anajikuta akiwa kwenye matatizo makubwa sana, ambapo hatujui ilivyokuwa. Lakini mwisho wa siku ni je, itakuwaje? Kitu ambacho watu wengi wana hamu sana ya kuweza kujua. Hapo ni kwamba hapo mtoto wake, ujio wake unakuwa ni neema pia, lakini ambayo neema hiyo inakuwa na majonzi sana, kwa sababu mtoto kaja na lengo tofauti. Kaja kwa lengo la kuweza kulala na mama yake, lakini pia ukijaribu kutazama ni kwamba kitu kingine, mama yake atafurahia ujio wake kwa sababu tuseme amekuja wakati ana matatizo ambapo inabidi aweze kusaidiwa. Sasa je, hapo itakuwaje? Kitu cha msingi ni kwamba hapo atasaidiwa, lakini mwisho wa siku bado kutakuwa na kazi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha hayo yote aliyoyapanga Clam Vevo yanatokea, kitu ambacho kiwalisia kitakuwa cha kitofauti kabisa na kitaleta picha mbaya ambao itakuwa na mwendelezo wa kitofauti na mbaya kabisa. Basi na imani unafurahia hii movie. Kama kweli umeshakwisha kuitazama, basi hakikisha unaendelea kuitazama, kwa sababu uko mbele itakuwa na vitu vingi sana vya kitofauti ambavyo vitaonyesha jinsi gani maisha yalivyo ya kiwalisia na jinsi ambavyo mambo yalivyo kitofauti zaidi na jinsi ambavyo ukifikiria. Na imani kubwa huenda unajifunza vitu vingi, lakini pia na imani kubwa unayo mengi sana ambao unaweza kuzungumza ili kusudi kuleta uhalisia wa kile kilichopo. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kile? Sasa lengo langu la leo kuja hapa ilikuwa niweze kufahamisha kwamba kupitia channel hii ya Bongo Focus itakuwa unapata nafasi ya kuweza kufahamu mengi sana na zaidi, hasa tukizungumzia kuhusiana na yale yanayoendelea hasa katika hiyo movie, lakini pia movie kadhaa ambazo zipo. Na
imani kubwa unafurahia juu ya kile kinachoendelea, lakini pia nikupe alert kwamba movie hii itakuwa moja kati ya movie kali kabisa. Kikubwa endelea kuifuatilia, alafu tutazungumza vitu vingi. Lakini naomba uweze kunijuza hapo kwenye comment kwa upande wako. Je, umejifunza vitu gani humu? Je, kuna umuhimu wa kuishi na pesa nyingi alafu unaishi kwa matatizo kama hayo? Ni bora uwe na pesa kidogo tu alafu uishi kwa maisha ya amani? Naomba uweze kunijuza kwenye comment hapo kitu gani kwa upande wako wewe unakizungumzia au unakiona kipoje.